Je, umewahi kufikiria kwa nini watu wengi wenye shahada, stashahada na vyeo vya heshima mara nyingi huonekana kubeba mzigo wa mawazo na malalamiko? Kwa nini mtu aliyepitia mfumo mzima wa elimu ya juu huishi chini ya presha kubwa wakati mwingine kuliko yule aliyeamua mapema kuingia kwenye biashara ndogo isiyo na vyeti? Leo tunakwenda kufungua pazia la ukweli ambao mara chache hufundishwa darasani. Ukweli unaoeleza sababu halisi zinazofanya wasomi wengi wabaki wakihangaika kifedha huku idadi ndogo sana yao ikivuka mpaka wa mafanikio ya kweli. Kabla hatujaendelea, bonyeza subscribe kwenye Fikra Sahihi kwa sababu hapa tunachambua pesa, maisha na fikra kwa mtazamo unaochochea mabadiliko ya ndani. Fikiria simulizi hii. Kuna watu wawili, Ali na Feti. Feti alikuwa mfano wa mwanafunzi bora. Alifanya vizuri kila hatua, akaingia chuo kikuu, akahitimu na hatimaye akapata ajira rasmi yenye heshima. Ali hakupata bahati hiyo ya kitaaluma. Masomo yake hayakufika mbali, lakini alichagua kuanza biashara ya mitumba. Baada ya miaka 10 kupita, hali zao ni tofauti kabisa. Feti bado anahangaika na marejesho ya mkopo wa elimu, anapanga maisha yake kulingana na mshahara wa mwisho wa mwezi. Ali, kwa upande mwingine, anaendesha biashara inayowaajiri watu kadhaa na ana mali zinazomletea uhuru wa muda. Swali muhimu ni hili. Je, Feti alikuwa na uwezo mdogo wa kufikiri? La hasha. Kilichomkwamisha ni namna alivyofundishwa kufikiri. Katika video hii, nitakufafanulia sababu 7 muhimu zinazofichua kwa nini wasomi wengi hukwama kifedha na kwa nini wachache tu huweza kugeuza elimu yao kuwa mafanikio ya vitendo. Sababu ya kwanza ni asili ya mfumo wa elimu wenyewe. Elimu ya kawaida ilibuniwa kuzalisha watu wanaoweza kufanya kazi kwa nidhamu, si watu wanaounda njia mpya. Mfumo huu ulisisitiza kufuata ratiba na maagizo badala ya kukuza ubunifu. Dunia ya leo, hata hivyo, inalipa uwezo wa kutatua matatizo, si kufuata maelekezo. Wasomi wengi wana uwezo wa kujibu maswali, lakini wanapata changamoto kubuni maswali mapya ya maisha. Sababu ya pili ni ukosefu wa uelewa wa kifedha. Wasomi wengi wana elimu ya darasani, lakini hawajui pesa inavyofanya kazi katika maisha halisi. Wanatambua mshahara, lakini hawaelewi mtiririko wa fedha. Wanajua mapato, lakini hawaelewi mali dhidi ya madeni. Tajiri hutumia pesa kama zana, wakati msomi mara nyingi hutumia nguvu zake zote kuifuatilia. Sababu ya tatu ni hofu ya kuchukua hatua bila uhakika. Mfumo wa shule huadhibu makosa, na hali hii hujenga akili inayochukia hatari. Lakini mafanikio ya kweli yanahitaji kujaribu. Watu wanaofanikiwa huanza hata bila mpango mkamilifu, huku wakijifunza njiani. Sababu ya 4 ni kubadilisha muda kwa pesa. Mtu anayelipwa kwa saa huendelea kufanya kazi ili apate kipato. Mtu huru kifedha hujenga thamani inayozalisha mapato bila uwepo wake wa moja kwa moja. Huu ndio msingi wa tofauti kati ya ajira na uhuru wa kifedha. Sababu ya 5 ni utegemezi wa mifumo iliyopo. Wasomi wengi huamini mafanikio hutolewa na taasisi. Lakini dunia ya sasa inazawadia wale wanaounda suluhisho. Vyeti vinaweza kufungua mlango, lakini ubunifu hujenga mustakabali. Sababu ya 6 ni kiburi cha maarifa. Elimu kubwa bila unyenyekevu huwazuia watu kujifunza kutoka kwa vyanzo vingine. Wakati mwingine, hekima kubwa hutoka kwa wale wasio na vyeti, lakini wako tayari kujifunza maisha. Sababu ya 7 ni kupima mafanikio kwa vyeo badala ya matokeo. Dunia haiangalii jina lako ya kazi, inaangalia mchango wako. Heshima huja na cheo, lakini uhuru huja na thamani. Elimu ni nyenzo muhimu, lakini peke yake haitoshi. Inakuandaa kufikiri, lakini mtazamo wako ndio unaoamua wapi utaishia. Usiridhike kuwa msomi wa vitabu pekee. Kuwa msomi anayejenga thamani halisi. Jiulize leo, unataka kukumbukwa kwa cheo chako au kwa mabadiliko uliyoyafanya? Shiriki mawazo yako na endelea kujifunza kupitia Fikra Sahihi.